nakupa dakika 2 uongee na kijana wale wenye vikundi vya zawadi ambao huchangiswa, tujiandae kwa ajili ya zawadi. Basi karibu mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamama tunaweza kusikilizana. Mwalimu anaongea kila kitu, isipokuwa nataka nikuongeze kitu kimoja. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2, Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kisha anafanywa mwanamke. Huyo mwanamume alipotengenezwa akalazwa, akaja akatolewa mwanamke katika ubavu wake. Unaijua hiyo hadithi? Na kuonyesha mwanamke aliumbwa na nini. Kwanza mwanaume alitengenezwa kwa udongo, akapuliziwa pumzi ya Mungu, akawa mtu hai. Alipoonekana mwanaume yuko peke yake, Mungu akasema tumfanyie huyo mtu msaidizi wa kufanana naye, lakini uumbaji wao ni vitu viwili tofauti. Yule wa kwanza aliumbwa kwa udongo, wa pili anaumbwa kwa mfupa, kwa nyama ya mumewe na kwa udongo pia. Ameongezewa vitu viwili tofauti na mwanaume. Ukitaka kuishi kwa amani na mwanamke, umjue mwanamke sio kitu dhaifu. Mjue mwanamke ni kitu kigumu kilichoumbwa kwa mfupa. Ulichukuliwa mfupa wako, akaumbwa yeye. Yeye ni mtu mwenye vitu vigumu. Na mwanamke ukimsikiliza sana, yeye ni kituo cha habari mbalimbali. Ukiangalia Eva ndo alileta habari, mamake Samsoni ndo alileta habari, mamake Elizabeti ndo alileta habari, mamake Yesu ndo alileta habari. Mungu anamtumia mwanamke kwa nafasi kubwa. Vile vile maadui anaweza kumtumia mwanamke kwa nafasi kubwa. Kwa hiyo ndio maana Mungu akakwambia wewe mwanaume uishi na mke wako. Kwa nini? Kwa akili. Uishi naye kwa akili sana. Uishi na mwanamke kwa akili. Mwanamke ni amani, mwanamke ni paradiso ndogo, lakini wewe ukiwa umetumia sana akili zako. Wewe ni kichwa cha nyumba. Nasemaje? Sheria za mahakamani wanaweza kwenda kuvunja ndoa. Wewe kidogo pause. Ziba kabisa. Sheria za mahakamani wanaweza kusema tunavunja ndoa. Lakini sheria ya mbinguni na ya Kristo Yesu ni mke mmoja, imani moja, mpaka kifo kiwatenganishe. Tupige makofi na mbele. Na usichukue mambo ya sheria ukayaingiza kwenye ndoa sana. Wewe shika neno la Mungu linasema nini juu ya ndoa. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Sisi wanawake tuna udhaifu na kitu kimoja, kupendwa. Yaani tukipendwa wanawake tumekuwa dhaifu. Asante, makofi kwake mtumishi. Asante. Keni bado jamani sasa